Bwana harusi alimkuta mpenzi wa zamani akiosha vyombo kwenye harusi yake. Siri aliyoiacha imshtue. Kulikuwa na shamra-shamra kubwa katika hoteli moja ya kifahari jijini Nairobi. Wageni walikuwa wamevaa vizuri, mziki wa taratibu ulikuwa ukichezwa, na kila mtu alikuwa akimsubiri bwana harusi aitwaye Kelvin afike ukumbini rasmi kwa ajili ya harusi yake. Kelvin alikuwa mmoja wa wafanyabiashara vijana waliotikisa sekta ya uwekezaji wa mali, bima na biashara za mtandaoni nchini Kenya. Watu wengi walimfahamu kama kijana aliyefanikiwa mapema maishani. Lakini ndani ya moyo wake, siku hiyo hakukuwa na amani. Alisimama mbele ya kioo akijitazama akiwa ndani ya suti yake nyeusi ya gharama kubwa. Rafiki yake wa karibu, Martin, alimsogelea na kumgusa begani. "Mbona uko kimya sana leo?" Martin akauliza. Kelvin akavuta pumzi ndefu. "Sijui kwa nini moyo wangu hauna furaha kama nilivyotarajia." Martin akacheka kidogo. "Ni kawaida kabla ya harusi, usijali." Lakini Kelvin hakujibu. Ndani kabisa ya moyo wake, alikuwa akihisi kama kuna jambo ambalo maisha yalitaka kumwonyesha siku hiyo. Muda mfupi baadaye, wageni wakaanza kuingia kwa wingi. Bi harusi Vanessa alikuwa akijiandaa upande mwingine wa hoteli, huku familia zote mbili zikijivunia harusi hiyo ya kifahari. Lakini wakati Kelvin alipokuwa akitembea nyuma ya ukumbi kuelekea sehemu ya mapambo, alisikia sauti ya vyombo vikigongana upande wa mahema ya wapishi. Kwa sababu asiyoijua hata yeye mwenyewe, macho yake yalivutwa kuelekea huko. Alipofika karibu, alimuona mwanamke mmoja akiwa ameinama akiosha vyombo haraka haraka, huku apron ya kazi ikiwa imejaa maji. Mwanzo hakumtambua vizuri, lakini alipoinua uso wake kidogo, mapigo ya moyo ya Kelvin yakasimama. Mikono yake ikaanza kutetemeka. Kwa sauti ya chini iliyokuwa imejaa mshtuko, alitamka jina ambalo hakuwahi kudhani angerudia tena maishani mwake. "Neema." Mwanamke huyo aligeuka pole pole, na macho yao yalipokutana, uso wa Neema ukabadilika ghafla. Alibaki amesimama bila kusema hata neno. Miaka mingi ilikuwa imepita, lakini maumivu yaliyokuwa kati yao yalikuwa bado hai. Neema haraka aligeuza uso wake kana kwamba hakutaka Kelvin amuone vizuri, lakini tayari ilikuwa imechelewa. Kelvin alimsogelea hatua moja mbele, huku akili yake ikiwa imechanganyikiwa. "Wewe ni Neema kweli?" aliuliza tena kwa sauti nzito. Neema akashusha macho chini. "Ndiyo, ni mimi." Kelvin alibaki akimtazama kwa muda mrefu kana kwamba haamini alichokuwa anakiona mbele yake. Huyu ndiye mwanamke aliyewahi kumpenda kuliko kitu chochote duniani. Mwanamke aliyeteseka naye wakati hana kazi. Mwanamke aliyemsaidia kulipa karo ya chuo kwa kuuza mitumba sokoni. Lakini miaka 7 iliyopita, Neema alipotea ghafla bila maelezo. Hakupokea simu zake, hakujibu meseji, alitoweka kabisa. Na siku hiyo ya harusi yake, alikuwa mbele yake akiosha vyombo. Kelvin aliumia moyoni kuliko hata alivyotarajia. "Uko hapa kufanya nini?" aliuliza. Neema akafuta maji mikononi. "Natafuta maisha tu kama watu wengine." Majibu yake yalikuwa ya kawaida, lakini macho yake yalikuwa yamejaa huzuni nzito. Kelvin hakuelewa. Alikumbuka jinsi Neema alivyokuwa msichana mwenye ndoto kubwa. Alitaka kuwa muuguzi. Alikuwa mchangamfu, mwenye heshima na mwenye moyo safi. Sasa alikuwa amechoka. Uso wake ulionyesha maisha magumu aliyopitia. Kabla Kelvin hajauliza swali lingine, mwanamke mmoja aliyekuwa msimamizi wa wapishi alipiga kelele. "Neema, harakisha vyombo." Neema akaitika haraka. "Samahani," akamwambia Kelvin kwa sauti ya chini. Kisha akarudi kuosha vyombo. Kelvin alibaki amesimama pale akiwa hajui afanye nini. Kwa mara ya kwanza tangu asubuhi, alianza kuhisi kwamba harusi yake ilikuwa inaanza kubeba siri nzito
kuliko alivyodhani. Kelvin alirudi ukumbini, lakini akili yake haikuwa tena kwenye harusi. Wageni walikuwa wakicheka, wakipiga picha na wengine wakizungumza kuhusu biashara, magari na uwekezaji. Lakini yeye alikuwa akimwona Neema kila alipofumba macho. Vanessa alipomkaribia akiwa amevaa gauni jeupe zuri, alitabasamu. "Unapendeza leo," alimwambia. Kelvin alijilazimisha kutabasamu. "Asante." Lakini Vanessa aligundua haraka kuwa kuna jambo halikuwa sawa. "Kelvin, kuna shida?" "Hapana, nimechoka kidogo tu." Vanessa hakushawishika kabisa. Wakati huo huo, mama yake Kelvin aliyekuwa amekaa na wageni wa heshima alimuona mwanawe akiwa mwenye mawazo mengi. Alimfuata pembeni. "Kelvin, kumbuka leo ni siku muhimu sana kwa familia yetu. Usilete sura ya huzuni mbele ya wageni." Kelvin akamwangalia mama yake kwa makini. Kisha akauliza swali lililomfanya mama yake abadili uso ghafla. "Mama, unamkumbuka Neema?" Kimya kizito kikaingia. Mama yake akakunja uso haraka. "Mbona unamtaja huyo msichana leo?" Kelvin akashtuka zaidi. "Yuko hapa hotelini." Mama yake alishtuka kiasi cha kushika mkoba wake kwa nguvu. "Nini?" Kelvin sasa alianza kuona wazi kuwa kuna jambo ambalo hakuwahi kuambiwa miaka yote hiyo. "Mama, kuna kitu mulinificha kuhusu yeye?" Mama yake hakujibu moja kwa moja. Badala yake alisema kwa ukali, "Huyo mwanamke asiharibu harusi yako. Sahau yaliyopita." Lakini maneno hayo hayakumtuliza Kelvin. Yalimfanya azidi kupata maswali mengi zaidi. Kwa sababu ndani ya moyo wake alianza kuhisi kwamba Neema hakumwacha kwa hiari yake. Jioni ilipozidi kusogea, shughuli za harusi zilianza rasmi. Wageni waliinuka kushangilia Kelvin na Vanessa walipoingia ukumbini. Lakini hata akiwa mbele ya mamia ya watu, mawazo ya Kelvin yalikuwa nyuma ya mahema ya wapishi. Baada ya chakula cha kwanza kutolewa, Kelvin alitafuta nafasi ya kutoka nje kimya kimya. Alienda moja kwa moja eneo la nyuma. Alimkuta Neema akiwa ameketi peke yake karibu na kreti za soda, akionekana mchovu sana. Aliposikia hatua zake, waliinua macho. "Kwa nini uliondoka bila kuniambia chochote?" Kelvin akauliza moja kwa moja. Neema alikaa kimya kwanza. Kisha akasema pole pole, "Kuna wakati maisha yanamlazimisha mtu kufanya maamuzi magumu. Lakini nilikupenda." Neema macho yake yakaanza kuloa machozi. "Na alijua hilo." "Basi kwa nini ulinitesa hivyo?" Neema akatoa bahasha ya zamani iliyokuwa imechakaa ndani ya begi lake dogo. "Mimi sikuondoka kwa sababu nilitaka." Kelvin akaipokea kwa mikono ya kutetemeka. Juu ya bahasha hiyo kulikuwa na maandishi mafupi yaliyomfanya mwili mzima usisimke. "Usomwe baada ya harusi ya Kelvin." Kelvin akamwangalia Neema kwa mshangao mkubwa. "Hii ni nini?" Neema akafuta machozi yake. "Siri ambayo familia yako ilihakikisha huijui miaka yote." Kabla hajaongeza neno lingine, simu ya Kelvin ikaanza kuita mfululizo. Ilikuwa Vanessa, lakini kwa mara ya kwanza siku hiyo, Kelvin hakutaka kurudi ukumbini. Kelvin aliitazama ile bahasha kwa muda mrefu kabla hajafungua. Mikono yake ilikuwa ikitetemeka. Neema alisimama kimya pembeni kana kwamba alikuwa ameubeba mzigo huo kwa miaka mingi sana. Hatimaye, Kelvin akaifungua. Ndani kulikuwa na barua ya zamani na picha moja iliyokuwa imekunjwa. Alianza kusoma. Kadri macho yake yalivyokuwa yakiteremka kwenye mistari ile, uso wake ulianza kubadilika polepole. "Kelvin," barua ilianza. "Kama unasoma ujumbe huu, basi ukweli ambao nilificha umefika mwisho." Kelvin akameza mate kwa nguvu. Barua hiyo ilikuwa imeandikwa na Neema miaka 7 iliyopita. Ndani yake, Neema alieleza kuwa siku chache kabla ya mahafali ya Kelvin, mama yake Kelvin alimfuata kwa siri. Alimtishia,
Alimwambia aachane na Kelvin mara moja kwa sababu familia yao isingekubali mtoto wao aoe msichana maskini kutoka kijijini. Lakini hicho hakikuwa kilichomstua Kelvin zaidi. Sehemu iliyofuata ya barua ilimfanya ashindwe hata kupumua vizuri. Neema alikuwa mjamzito wakati ule, na kabla hajapata nafasi ya kumwambia Kelvin, alilazimishwa kuondoka Nairobi. Kelvin akainua macho yake pole pole, huku moyo wake ukidunda kwa nguvu. Mjamzito? Neema, machozi yakamtoka kimya kimya. Niliogopa kukuangushia maisha yako. Kelvin akashika kichwa chake kwa maumivu makali. Ndani ya ukumbi, wageni waliendelea kusherehekea harusi, lakini nje, maisha ya Kelvin yalikuwa yanaanza kubadilika kabisa. Ndani ya ukumbi, muziki uliendelea kupigwa huku wageni wakicheza na kucheka. Hakuna aliyejua kwamba nje ya ukumbi huo wa kifahari, maisha ya Kelvin yalikuwa yakivunjika vipande vipande. Alisimama kimya mbele ya Neema, huku ile barua ikiwa bado mikononi mwake. "Mwanangu yuko wapi?" aliuliza kwa sauti iliyokatika. Neema hakujibu mara moja. Aliangalia chini kana kwamba alikuwa akiogopa hata kusema ukweli huo. "Ni msichana," akasema polepole. "Anaitwa Hope." Kelvin akafumba macho kwa sekunde kadhaa. Miaka yote hiyo alikuwa akiishi maisha ya mafanikio, akinunua magari, kujenga kampuni, kuonekana kwenye televisheni akizungumzia biashara, uwekezaji na mafanikio ya kifedha. Lakini hakujua hata alikuwa baba. "Mama yangu alijua?" akauliza. Neema akatikisa kichwa taratibu. "Ndiyo." Hasira kali ikapanda ndani ya Kelvin. Alikumbuka jinsi mama yake alivyokuwa akimshinikiza kuoa mwanamke kutoka familia yenye pesa. Kila wakati alikuwa akimwambia mafanikio yanahitaji jina kubwa, familia kubwa na heshima mbele ya jamii. Lakini hakuwahi kujua kwamba nyuma ya pazia kulikuwa na mtoto wake. "Hope yuko wapi sasa?" Kelvin akauliza tena. Neema akavuta pumzi ndefu. "Anaumwa." Kelvin akashtuka. "Una maana gani?" Neema, machozi yakaanza kumtiririka. "Miezi miwili iliyopita, madaktari waligundua ana tatizo la moyo." Dunia ya Kelvin ikasimama tena. Neema akaendelea kwa sauti dhaifu. "Nimekuwa nafanya kazi yoyote ninayopata kulipia matibabu yake. Ndio maana niko hapa leo." Kelvin akamwangalia kwa maumivu makali. Kwa miaka yote hiyo, mwanamke aliyempenda alikuwa akiteseka peke yake, huku yeye akiwa anaandaliwa harusi ya milioni ya pesa. Wakati Kelvin akiwa bado hajapata nguvu ya kuzungumza, Vanessa alianza kuhisi mambo hayaendi sawa. Alikuwa amekaa na marafiki zake mezani, lakini macho yake yalikuwa yakimtafuta Kelvin kila mahali. "Mbona bwana harusi ametoweka tena?" mmoja wa marafiki zake akauliza kwa utani. Vanessa hakutabasamu. Alijua Kelvin vizuri, na siku hiyo alikuwa tofauti kabisa. Dakika chache baadaye alitoka ukumbini kumtafuta. Alipofika karibu na eneo la wapishi, aliona jambo lililomfanya asimame ghafla. Kelvin alikuwa amesimama karibu sana na mwanamke mmoja aliyekuwa akilia. Vanessa, moyo wake ukaanza kwenda mbio. Hakuwahi kumwona Kelvin akiongea hivyo. Neema akafuta machozi. "Sikuwa nataka kuharibu maisha yako, lakini wewe na mtoto wetu ni maisha yangu." Vanessa alihisi miguu yake ikilegea. "Mtoto wetu?" Maneno hayo yalimpiga kama radi. Alijificha haraka pembeni, huku machozi yakianza kumjaa machoni. Kwa mara ya kwanza tangu wachumbiane, alihisi kama kuna maisha ya Kelvin ambayo hakuwahi kuyajua. Ndani ya moyo wake, hofu ilianza kuingia pole pole. Je, mwanaume aliyekuwa karibu kumwoa bado alimpenda mwanamke huyo? Na kama ni kweli, kwa nini hakuwahi kuambiwa kuhusu mtoto? Vanessa akashika simu yake kwa nguvu, huku akili yake ikichanganyikiwa. Harusi ya ndoto zake ilikuwa inaanza kubadilika mbele ya macho yake. Usiku ulipoingia, mvua ndogo ilianza kunyesha nje ya hoteli. Kelvin alikuwa ameketi ndani ya gari lake pamoja na Neema. Kwa miaka mingi walikuwa mbali,
lakini ukimya waliokuwa nao ndani ya gari ule ulikuwa umejaa historia nzito. "Kwa nini hukunitafuta tena?" Kelvin aliuliza. Neema akacheka kwa uchungu. "Nilikutafuta?" Kelvin akageuka haraka. "Nini?" Neema akatoa simu ya zamani iliyokuwa imepasuka kona. "Nilipokataa kuondoka Nairobi, mama yako aliniahidi atanisaidia kama nitakaa mbali na wewe. Lakini baada ya miezi michache, walibadilisha kila kitu." Kelvin alisikiliza kwa makini. "Waliniambia umeendelea na maisha yako. Wakaniambia umesema hutaki mtoto." Kelvin akapiga usukani kwa hasira. "Sijawahi kusema hivyo. Nilijua baadaye, lakini tayari maisha yalikuwa yananiumiza." Neema akaendelea kuelezea jinsi alivyojaribu kulea mtoto peke yake huko Nakuru kabla hali haijawa ngumu. Baada ya matibabu ya Hope kuwa ghali, alirudi Nairobi kutafuta kazi yoyote. Na bila kujua, alipewa kazi katika harusi ya Kelvin. Kelvin akafunika uso wake kwa mikono. Maisha yalikuwa yanamrudishia kila alichopoteza siku moja. "Hope ana miaka mingapi sasa?" akauliza. "6." Kelvin macho yake yakajaa machozi. Miaka 6 ya maisha ya mtoto wake ilikuwa imepita bila yeye kujua chochote. Neema akamwangalia kwa huzuni. "Sikutaka kuharibu furaha yako leo." Lakini Kelvin akamkatisha. "Furaha gani, Neema? Harusi hii sasa imejaa uongo." Ndani ya ukumbi hali ilianza kuwa ya wasiwasi. Wageni walikuwa wanaulizana kwa nini bwana harusi alikuwa ametoweka kwa muda mrefu. Mama yake Kelvin alikuwa ameshika simu yake mfululizo akijaribu kumpigia. Vanessa alikuwa amekaa kimya kabisa mezani, huku macho yake yakiwa mekundu. Hatimaye Kelvin aliingia ukumbini tena. Lakini safari hii hakurudi akiwa na tabasamu la bwana harusi. Uso wake ulikuwa mzito. Ukumbi mzima ukatulia. Mama yake alisimama haraka na kumsogelea. "Kelvin, unafanya nini? Wageni wanakusubiri." Lakini Kelvin hakujibu. Badala yake alichukua kipaza sauti mezani. "Kabla harusi haijaendelea, kuna ukweli lazima usemwe leo." Ukumbi mzima ukawa kimya. Vanessa akainama chini huku moyo wake ukienda mbio. Mama yake Kelvin akaanza kupanic. "Kelvin, usithubutu." Lakini alikuwa amechelewa. Kelvin akamwangalia mama yake moja kwa moja. "Miaka 7 iliyopita ulimfukuza mwanamke niliyempenda, ukanificha kwamba nilikuwa na mtoto." Wageni wakaanza kunong'ona kwa mshtuko. Mama yake akatikisa kichwa kwa hasira. "Nilifanya kwa ajili ya maisha yako." "Hapana," Kelvin akajibu kwa uchungu. "Ulifanya kwa ajili ya heshima ya watu." Vanessa machozi akaanza kumtoka. Na muda huo huo, Neema aliingia ndani ya ukumbi akiwa amembeba mtoto mdogo aliyekuwa amelala begani. Kelvin alipomwona, macho yake yakaganda. Mtoto huyo mdogo alikuwa anafanana naye kupita maelezo. Ukumbi wote ulikuwa kimya. Hakuna aliyekuwa akila, hakuna aliyekuwa akiongea. Wote walikuwa wakimtazama Kelvin, Neema na yule mtoto mdogo aliyekuwa amelala begani mwa mama yake. Kelvin alisogea polepole. Mikono yake ilikuwa ikitetemeka. "Hope," aliita kwa sauti ya chini. Neema akamshusha mtoto taratibu. Hope alifumbua macho kidogo na kumtazama Kelvin bila kujua aliyekuwa mbele yake alikuwa nani. Lakini Kelvin aliona uso wake mwenyewe ndani ya mtoto huyo. Machozi yakamtoka mbele ya wageni wote. Kwa miaka mingi alikuwa akitafuta mafanikio ya pesa, biashara, bima, uwekezaji na maisha ya kifahari. Lakini sasa aligundua kitu muhimu kuliko vyote: familia. Alimgeukia Vanessa. "Nisamehe," alisema kwa uchungu. "Sikujua ukweli huu." Vanessa naye alikuwa analia. Ingawa moyo wake uliumia, aliona wazi kwamba Kelvin bado alikuwa ameunganishwa na Neema kwa kitu kikubwa zaidi ya kumbukumbu. Alinyanyuka polepole. "Kama moyo wako uko kwao, usiogope kusema ukweli." Kelvin akashusha machozi zaidi.
Vanessa akavua pete yake taratibu na kuiweka mezani. Nataka mwanaume ambaye moyo wake uko huru. Ukumbi mzima ukabaki kimya kabisa. Kelvin alimgeukia Neema. Miaka yote umebeba maumivu haya peke yako. Kuanzia leo, hutateseka tena. Neema akaanza kulia kwa uchungu. Na mbele ya wageni wote, Kelvin alipiga magoti mbele ya binti yake mdogo. Nisamehe kuchelewa kuwa baba yako. Hope akamkumbatia shingoni. Ndani ya ukumbi ule wa harusi iliyokaribia kuvunjika, kulizaliwa familia mpya. Na siku hiyo, Kelvin alielewa kwamba mapenzi ya kweli hayawezi kufunikwa na pesa, hadhi, wala siri za familia.